Jambo la ajabu limetokea baada ya Samia Suluhu kupigia magoti CNN akiwapembeleza kufuta video ya documentary ambayo ilionyesha ukatili uliotokea nchini Tanzania. Hujambo na karibu. Documentary mpya ya CNN iliyotolewa na Larry Madowo, mwandishi wa habari wa kimataifa, imeibua shinikizo kubwa baada ya uchaguzi wa urais wa Tanzania mnamo Oktoba 29 mwaka huu. Documentary hiyo ambayo ilionyesha ushahidi wa moja kwa moja wa mauaji yaliyotokea baada ya uchaguzi uliokuwa na utata, ilionekana kuashiria shinikizo la serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kujaribu kuficha matukio hayo. Serikali ilijaribu kwa njia mbalimbali kuomba au kushinikiza CNN ifute video hiyo, ikitumia hofu na kuonesha shinikizo kwa vyombo vya habari vya ndani, ikiwabembeleza kwamba wafute video hiyo ambapo vilikuwa vinaogopa kutangaza habari zinazokinzana na serikali. Hata hivyo, Larry Madowo alisisitiza kuwa CNN haiwezi kudanganywa na kuathiriwa na shinikizo la serikali, tofauti na baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vinavyoshinikizwa kutochapisha taarifa za mauaji hayo nchini Tanzania. Na katika mtandao wake wa kijamii alionyesha hofu yake na kuchukizwa kwa namna serikali ilivyokuwa ikijaribu kuficha ukweli na kuonyesha kuwa kulazimika kwa CNN kuchapisha documentary hiyo kulikuwa muhimu ili dunia ijue yaliyotokea. Na kwenye ujumbe wake mwenyewe, Larry Madowo alisema kuwa the Tanzanian government tried to block this story from getting out, but we are telling it to the world. Ujumbe wake Larry Madowo. Documentary ya CNN ilithibitisha kwa picha, video na uchambuzi wa sauti kwamba polisi na baadhi ya watu waliokuwa wakiwa wamevaa nguo zisizo rasmi walishambulia waandamanaji, wengi wao wakiwa hawana silaha zaidi ya mawe na fimbo katika miji kadhaa ya Tanzania ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Video zilizothibitishwa zilionyesha waandamanaji wakikimbia risasi, baadhi wakiwa wamejeruhiwa vibaya na wengine wakipoteza maisha papo hapo, na hii ni kielelezo cha moja kwa moja cha ukali wa polisi na hatua za kikatili zilizofanyika baada ya uchaguzi. Miongoni mwa picha zilizoangaliwa kwa kina ni video za mogi ya Mwananyamala Hospital, Dar es Salaam, ikionyesha maiti zikiwa zimepangwa sakafuni, piled up, huku baadhi ikiwa haina mpangilio wowote. Picha nyingine ziliangazia mogi za Sekou Toure Regional Referral Hospital Mwanza, ambapo maiti walikuwa wamewekwa nje ya jengo la morgue kwa sababu ya ukomo wa nafasi, jambo linaloashiria kiwango cha mauaji kilichotokea. Daktari mmoja alieleza kuwa maiti yaliletwa moja kwa moja na polisi, na baada ya mogi kufika ukomo, maiti yalipangwa nje, na jambo liloibua hofu kwa familia na jamii kwa ujumla. Zaidi, uchambuzi wa satellite ulithibitisha kuwepo kwa makaburi ya pamoja katika eneo la Kondo Cemetery, Kunduchi, kaskazini mwa Dar es Salaam. Udongo uliotamkwa upya kati ya Novemba 2 na Novemba 5 ulithibitisha kwamba maiti ya waandamanaji waliouawa wiki chache baada ya uchaguzi imezikwa hapo. Video za chini ya udongo na picha za satellite zilionyesha miili ikiwa imezikwa pamoja, na baadhi ikiwa imeonekana kutokana na baadhi ya nguo zilizobaki juu ya udongo mpya. Documentary hiyo pia ilijumuisha uchambuzi wa sauti wa risasi zilizopulizwa katika maandamano ya Arusha. Uchambuzi ulithibitisha umbali wa polisi kutoka waandamanaji waliopigwa risasi, baadhi wakitamka wakihitajika kuwa mita kadhaa mbali, alilothibitisha kuwa walipigwa risasi bila hatari dhahiri kwa walinzi wa usalama. Kati ya waathirika waliouawa kulikuwa na mwanamke mjamzito aliyopigwa risasi mgongoni huku akikimbia na kijana mmoja aliyejeruhiwa kichwani, tukio liloonyesha ukali na ukosefu wa huruma katika operesheni hiyo. Zaidi ya hayo, katika maeneo mengine ya Dar es Salaam, Segerea na Ubungo, CNN ilithibitisha video za polisi na watu waliokuwa wakiwa wamevaa nguo zisizo rasmi wakifungua moto kwa raia. Video za drone zilionyesha waandamanaji wakikimbia mitaa midogo wakijificha katika viwanja vya nyumba za jirani, huku magari ya aina ya pickup yakifika na watu wenye silaha wakionekana wakiwafuatilia waandamanaji.
Video hizi zilithibitisha ushirikiano wa moja kwa moja kati ya polisi waliokuwa wakiwa wamelala kwenye mitaa na watu waliokuwa wakiwa wamevaa nguo zisizo rasmi, jambo lililoashiria mpangilio makini wa kuadhibu waandamanaji. Vilevile kampuni ya michezo ya Viral Scout Management ilitangaza kifo cha wachezaji wake 7 wa soka waliokuwa chini ya mkataba wao waliouawa nyumbani mwao, huku miili 6 ikionekana ama haikuonekana. Familia nyingine ziliendelea kupoteza ndugu zao, baadhi wakiwa wamezikwa kwenye makaburi ya pamoja. Taarifa za mashirika ya haki za binadamu na mashuhuda wa ndani ziliashiria kuwa baadhi ya miili ya waandamanaji waliouawa baada ya Oktoba tarehe 29 ilizikwa katika Kondo Cemetery, ambapo udongo uliotamkwa upya ulithibitisha kuwepo kwa miili mingi katika sehemu hiyo isiyo rasmi. Larry Madowo alisisitiza kuwa hatua ya CNN kuchapisha dokumentari hiyo ililenga kuepuka kuficha ukweli, huku jamii ya kimataifa ikipata fursa ya kuona ukali wa mauaji na vurugu zilizofanywa na serikali. Aliongeza kuwa baadhi ya vyombo vya habari vya ndani vilijaribiwa kuogofishwa na kushinikizwa kutangaza habari hizi, hali iliyothibitisha kutokuwa huru kwa vyombo vya ndani katika kushughulikia masuala makubwa ya kikatili. Dokumentari ya CNN ilionyesha picha, video na uchambuzi wa sauti wa tukio, ikiweka wazi ukali wa polisi, mauaji ya waandamanaji na hatua za siri za serikali za kuficha ukweli. Picha za MOG, uchambuzi wa satellite na video za maandamano yaliyochambuliwa kwa kina zilionyesha sura halisi ya mauaji, huku familia za waathirika zikiwa na hofu ya kutambulika kwa ndugu zao na kuzikwa bila kuhusika na mamlaka. Hali ya sasa inaonyesha jinsi serikali ya Tanzania inavyokuwa ikijaribu kuficha ukweli, huku CNN ikiweka rekodi ya kihistoria ya mauaji yaliyotokea. Dokumentari hii haijalenga kuleta hofu tu, bali ni ushahidi wa moja kwa moja kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na jinsi mamlaka inavyoshindwa kulinda raia wake. Kauli ya Larry Madowo na hatua ya CNN kuchapisha dokumentari hii inathibitisha kuwa uandishi huru unaweza kuzuia majaribio ya kuficha ukweli, ikitoa mwanga wa wazi kwa dunia kuona vile ama kile kilichotokea baada ya uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Na kwa jumla dokumentari ya CNN na mashuhuda yake yameweka wazi jinsi serikali ilivyoshindwa kulinda raia, jinsi polisi walivyokuwa wakikabiliana kwa ukali na waandamanaji wasio na silaha, na jinsi baadhi ya maiti walivyohamishwa na kuzikwa kwa siri. Hatua ya kuchapisha dokumentari hii ni ishara ya uwazi, haki na uthabiti wa uandishi huru, huku dunia ikitazama kwa makini matukio yaliyotokea Tanzania, nchi iliyojulikana kwa utulivu wake, sasa ikikabiliwa na mzozo wa kisheria na kisiasa usiojaliwa. Haya ndio tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa kwa kukuletea taarifa na uchambuzi wa kina bila kupindisha. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vilevile kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tunapozileta.